Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wakili Tundu Antipas Lissu imeendelea tena hii leo siku ya Ijumaa ya Oktoba 10 mwaka 2025 katika viunga vya Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Na leo hii kesi hiyo ilitajwa kwa ajili ya jambo la kwanza, kwa maana ya mshtakiwa ambaye Tundu Lissu ambaye kiwalisia anajitetea mwenyewe kwenye shauri hilo kuanza kuendelea kuuliza maswali ya dodoso kwa maana ya cross examination kwa shahidi namba 1 wa Jamhuri, Inspekta wa Jeshi la Polisi John Kaaya. Na kumbuka John Kaaya alitoa ushahidi wake hapo jana, ambapo mawakili wa serikali walimuongoza kutoa ushahidi na kuwasilisha vielelezo kadhaa, na moja ya kielezo ambacho alikiwasilisha ni ile flash ambayo inatokana ndani yake kuna video ambayo aliyokuwa ameipakua katika ukurasa wa YouTube wa Jambo TV, ambayo kwa mujibu wa taratibu ni kwamba ni kielezo ambacho alikiwasilisha hapo jana. Na leo hii sasa katika uulizaji wa maswali ya dodoso, mshtakiwa Tundu Lissu alianza kumuuliza kuhusiana na maswali mbalimbali yanayohusu miongozo ya kisheria na namna ambavyo wanaharakati na wafuasi mbalimbali wa vyama vya upinzani wakiwemo wakina Zitto Kabwe, wakina Ado Shaibu, lakini wakina Salum Mwalimu, lakini wakina Freeman Mbowe, Maalim Seif Sharif Hamad na wengine kadha wa kadha walipokuwa wamefungua kesi mbalimbali, Bobu Chacha Wangwe na wengine kadha wa kadha walipofungua kesi mbalimbali za kisheria na kikatiba kupinga miongozo ya uchaguzi kwa takriban miaka 30 iliyopita huko nyuma. Sasa pamoja na mambo mengine alimuuliza maswali hayo kwamba anakumbuka kuhusiana na namna ambavyo kesi hizo zilivyokuwa zinaendeshwa tangu miaka hiyo ya 90 mpaka kufika miaka ya 2000 mpaka hivi sasa, na namna yote ilivyokuwa imeendeshwa, lakini shahidi alikuwa anaeleza kwamba hakumbuki chochote kuhusu hilo. Alipokuja kuulizwa, angalau sehemu pekee ambayo yeye alisema anakumbukumbu nayo ni pale alipoulizwa kuhusiana na masuala ya katiba mpya ambayo ilivyokuwa imezinduliwa mwaka 2011, mchakato wa katiba mpya ambao uliokuwa umezinduliwa na aliyekuwa rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Shahidi hapo angalau alisema kwamba anauelewa na anafahamu na kumbukumbu ya kile ambacho kilichokuwa kimejiri, lakini mchakato uliishia wapi ni jambo ambalo yeye anasema akumbuki chochote mchakato uliishia wapi. Aliulizwa pia kuhusu suala la maridhiano na namna ambavyo vyama vya CCM na Chadema vilivyoshiriki kwenye maridhiano alivyoingia Rais Samia Suluhu Hassan madarakani, na anasema anakumbuka kwamba ilianzia maridhiano yalifanyika kwa vyama hivyo, lakini mchakato wake uliishia wapi wa hayo maridhiano yeye akumbuki chochote kwenye hilo na afahamu chochote kwa sababu yeye si mwanasiasa. Na pamoja na mambo mengine, sasa baada ya kutoka katika engo hiyo, moja ya jambo lingine ambalo lilikuwa limejitokeza mahakamani ni kwamba mshtakiwa utakumbuka shahidi yeyote anaandika maelezo polisi, lakini pamoja na kwamba shahidi huyu wa pili ni afisa wa polisi, naye pia aliandika maelezo polisi ya ushahidi wake. Sasa maelezo yale siku ya jana wakati anawasilisha mahakamani na anaongozwa na mawakili wa serikali hayakuwasilisha kama sehemu ya kielezo, na Lissu leo alimsomea maelezo yale na akamuomba kama yuko tayari maelezo yale yatumike kama sehemu ya kielezo. Na kwa mujibu wa Tundu Lissu ni kwamba alikuwa na maswali 45 yanayotokana na kielezo hicho, lakini hoja hiyo kabla shahidi hajasema kwamba anakubali ama la, ikaibua mjadala wa kisheria kwa sababu mawakili wa serikali wakiongozwa na wakili wa serikali mkuu Ajuaye Mzegeli waliweka pingamizi kwamba kumekuwa na ukiukwaji wa masuala ya kisheria wakati anaomba maombi hayo, na hapo palitengeneza mvutano wa kisheria kwa maana ya pande zote mbili, mawakili wa serikali na mshtakiwa Tundu Lissu ambaye kiwalisia anajitetea mwenyewe. Lakini mwisho wa siku mahakama sasa kupitia jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru wakaahirisha shauri hili mpaka hapo Jumatatu, ambapo panza watatoa maamuzi kuhusiana hiki ambacho kimejiri kwa maana ya mgogoro huo wa kisheria ambao wamebishania kuhusiana na kielezo hicho. Lakini baada ya hapo sasa mahakama itaendelea kusikiliza maswali ya dodoso kutoka kwa mshtakiwa Tundu Lissu kwenda kwa Inspekta wa Polisi John Kaaya. Nje ya viunga vya mahakama, wakili Deogratias Mainyila ambaye ni sehemu ya jopo la mawakili wanaomsaidia Tundu Lissu. Ikumbukwe licha ya kwamba anajitetea mwenyewe, lakini kuna jopo la mawakili ambao wamekuwa wakimsaidia. Wakili Deo Mainyila ambao ni miongoni mwao akafafanua kwa undani ama kinagaubaga muktadha wa kisheria wa kilichojiri leo mahakamani hapa. Tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2025, kesi leo mkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu ilikuwa inaendelea Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa Dar es Salaam, na leo tulikuwa tunaendelea na shahidi namba 2 PW2 ambaye jana alishatoa ushahidi wake kwa maana ya submission chief, na leo sasa lilikuwa tunaanza zoezi la yeye shahidi kuulizwa maswali ya dodoso, kisheria tunaita cross examination. Sasa na katika maswali hayo kimsingi kwa kifupi sana shahidi alianza kuulizwa maswali
yanayohusiana na kauli ambayo shahidi alisema kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu alisema, kauli ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu alisema mahakamani ya kuendeki, na kumekuwa kuna hatua mbalimbali zimechukuliwa kudai mabadiliko ya kikatiba kwenye nchi yetu. Kwa shahidi ameulizwa maswali mengi, ikiwemo kesi mbalimbali ambazo zimewahi kufunguliwa kutoka miaka 1992-93, kesi za mchungaji Mtikila za kupinga wagombea binafsi, na kesi hizo zilishindwa mahakamani. Lakini pia ametoa mifano ya kesi nyingine nyingi kwenye mahakama tofauti tofauti, mahakama za Afrika, mahakama ya Afrika Mashariki, ambazo zote amemuuliza shahidi, na shahidi amesema hana uelewa wa mapambano hayo ya kudai mabadiliko ya kikatiba kwenye taifa hili. Lakini pia shahidi ameulizwa maswali mengine yanayohusu tume mbalimbali ambazo zimewahi kuwa zimeteuliwa na marais, ambazo zilipendekeza mabadiliko ya katiba, na mapendekezo ya tume hizo hayajawahi kufanyiwa kazi. Pia shahidi ameulizwa maswali mengi kwenye eneo hilo, na majibu yake kiujumla shahidi amesema kwamba hafahamu na hana uelewa kwenye maeneo kama hayo. Sasa mara baada ya kufika hapo, miongoni mwa jambo lingine lililotokea leo ni utaratibu wa kisheria kwamba shahidi anaweza akatoa kielelezo hata wakati wa kuulizwa maswali ya dodoso. Kwa utaratibu tunajua upande wa jamhuri huwa wao muongoza shahidi wake kutoa baadhi ya vidhibiti au vielelezo kadhaa. Sasa shahidi huyu ametoa maelezo yake yote, lakini hakutoa yale maelezo yake ambayo yaliandika polisi, na ilipofika wakati wa kuulizwa maswali ya dodoso, Mheshimiwa Tundu Lissu sasa akawa anamuongoza kwamba aweze kutoa maelezo yake yale ambayo shahidi aliweza kuyaandika pale polisi, na lengo likiwa ni kumcontradict shahidi na kile ambacho amekisema mahakamani na kile alichokiandika akiwa polisi. Sasa tulipofika kwenye hatua hiyo, upande wa serikali wameweka pingamizi kwamba maelezo hayo yasipokelewe kwa sababu ya masharti kadhaa ya kisheria ambayo hayajazingatiwa, na Mheshimiwa Lissu amejibia jambo hilo kwamba ametoa ombi hilo la maelezo hayo yapokelewe kwa kufuata taratibu za kisheria, na zipo kesi mbalimbali ambazo Mheshimiwa Tundu Lissu amezizungumzia za mahakama ya rufani na mahakama kuu ambazo zinaeleza huo utaratibu, na yeye ameutoa utaratibu. Wameahirisha kesi hiyo, wamesema uamuzi wa pingamizi hilo dogo la maelezo ya shahidi PW2 ambaye ni inspekta wa jeshi la polisi afande John Kaaya, kwamba maelezo yake hayo yatapokelewa na mahakama au hayatapokelewa. Uamuzi huo mahakama imesema itautoa siku ya Jumatatu tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2015. Kwa hiyo mwaka 2025. Kwa hiyo mchakato wa kuendelea kuulizwa maswali ya dodoso shahidi utaendelea siku ya Jumatatu, na pamoja na mahakama kutoa uamuzi wa kwamba maelezo hayo yataingia kama sehemu ya ushahidi upande wa utetezi, kwa maana ya ushahidi wa Mheshimiwa Tundu Lissu. Swala hilo nalo pia litaamuliwa siku ya Jumatatu, na pengine kama maswali ya dodoso yataisha, basi tutaendelea na kusikiliza mashahidi wengine. Asanteni sana.